Mfalme Letsi wa tatu kutoka Lesotho ambaye amekuwa nchini kwa ziara rasmi leo anazuru kaunti ya Taita Taveta. Mfalme huyo yumo humu nchini katika juhudi za kukagua jinsi mataifa ya Afrika yanaweza kutatua janga la njaa. Kwa sasa yuko eneo la Taveta akiwa ameandamana na maafisa wa serikalini. Mwanahabari wetu wa ukanda wa Pwani Kevin Mutai yuko eneo hilo, anaungana nasi. Mutai, kunani jamani? Haya, mfalme anasema wanazindua au wanaangalia jinsi bara la Afrika jamani. Sasa nikielezwa nizungumze R na L zinaenda kwao. Kevin Mutai anatueleza kwamba mfalme yuko humu nchini, ziara ambayo ilianza wiki hii. Amekuwa nchini kwa ziara rasmi hii leo akiwa kwenye kaunti ya Taita Taveta ambako anahutubia wenyeji. Masuala ya njaa hapa Afrika yamekuwa kiathiri sana wenyeji, hasa maeneo haya ambayo yako ukanda wa Pwani, maeneo ya Tana River, maeneo ya Taita Taveta, kutafuta suluhu la kudumu. Kevin. Naam, Fred, kwa hakika umegonga ndipo. Mfalme Letsi wa tatu kutoka Lesotho ameweza kuwasili katika maeneo haya, eneo la Taveta, na kwa sasa moja kwa moja mtazamaji unamwona kwamba ni wakulima wako pale naye wakimpa tu muktasari wa yale mambo ambayo wanafanya katika maeneo haya. Kumbuka kwamba ni sehemu ambayo imekienzi kilimo cha mpunga, na akiwa amefika hapa mtazamaji amekuja akiwa amevalia sare chini ya Umoja wa Afrika, ama amekuja kama balozi wa kuweza kuangalia masuala ya kuhakikisha kwamba taifa ama bara la Afrika limeweza kukabiliana na janga la njaa. Kumbuka kwamba data ambayo imeweza kuwasilishwa na shirika la Msalaba Mwekundu inaonyesha kwamba ni takriban zaidi ya watu milioni 300 kote ulimwenguni wanakabiliwa na ukosefu wa lishe bora, na kati yao nusu kati yao mtazamaji inasemekana kwamba ni mataifa, kuna baadhi ya mataifa hasa bado yanakabiliana na hali hiyo, ikiwemo Kenya, Sudan Kusini, Somalia. Na kufika kwake hapa mtazamaji ni ishara tosha kwamba hivi sasa mazungumzo yanazingatia kuhakikisha kwamba bara la Afrika ikiwemo taifa la Kenya imeweza mataifa hayo yameweza kukabiliana hasa na hali hii. Na hapa mtazamaji ni zile tu juhudi ambazo pia zimeweza kupewa kipaumbele, akitarajiwa kuweza kuzuru viwanda vile viwanda mbalimbali ikiwemo viwanda vya kuweza kutengeneza mchele katika maeneo haya, ikizingatiwa kwamba ni sehemu ambayo kwa sasa inazingatiwa kuwa na hali bora ya anga ili kuweza kufaidika hasa katika kilimo cha mimea mbalimbali. Ni mara ya kwanza kwa mfalme huyu kuweza kufika humu nchini, akiwasili siku tu moja baada ya kufanya kikao na Rais William Ruto katika ikulu kule Nairobi, akiwa hapa ameandamana na maafisa wakuu serikalini na vile wasimamizi wa shirika la Msalaba Mwekundu chini ya uongozi wa shirikisho la kimataifa kuhusu mashirika ya Msalaba Mwekundu, ikiwemo ni ile ya Red Crescent Societies, ama kwa jumla ungependa kwa lugha ya kimombo ni the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Na kama nilivyotaja kwamba hapa tu ujio wake ni kupunguza ule msukumo ama makali ya njaa. Na kwa hakika Fred, tutapata nafasi ya kuweza kusema naye Mfalme Letsi wa tatu, na tutaweza kukupa zaidi ni yepi ambayo ameweza kuleta katika eneo hili la ukanda wa Pwani, hasa kaunti ya Taita Taveta, ukipenda eneo bunge la Taveta. Kwako Fred. Hadi konaji. Shukran sana Kevin Mutai kwa taarifa hiyo kuntu kutoka kwenye kaunti ya Taita Taveta.